Hujambo tena mtazamaji wangu, karibu tena katika mafundisho yetu. Ni msururu wa mafundisho kutoka katika kitabu cha Mwanzo, na sasa tuko katika sura ya 13. Na nikusihi tu rafiki yangu na ndugu yangu na dada yangu, kama pengine unafuatilia mafundisho haya, ni vizuri kuisoma sura kabla ya kusikiliza mafundisho haya, manake mimi nakupatia highlight na kupatia tu summary ya sura, na kwa hivyo kama ungekuwa umeisoma kabla, utaweza kufahamu zaidi au vizuri zaidi sura jinsi inavyoelezea. Kwa hivyo wakati huu nataka tuingie katika fundisho letu la siku ya leo, na kichwa chake kinasema Abrahamu na Loti watengana, unyenyekevu, amani na ahadi za Mungu. Na maandiko yetu makuu yanatoka katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 8 hadi 9, na vile vile katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 9. Na tunapoangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 8 hadi mstari wa 9, Biblia inasema kwamba Abrahamu akamwambia Loti, na pasiwe na ugomvi na kusihi kati yangu na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi yote haiko mbele yako? Tafadhali jitenge nami. Ukienda kushoto, mimi nitakwenda kulia. Ukienda kulia, mimi nitakwenda kushoto. Na Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na tuna malengo matano. Kwa hivyo tutaona baada ya somo hili, haya ndio tutakayoweza kuwa tumeelewa. Jambo la kwanza, tutaweza kuelewa sababu ya kutengana kwa Abrahamu na Loti, na jambo la pili, tutaweza kujifunza umuhimu wa kudumisha amani. Tutaweza kutambua hatari ya kufanya maamuzi kwa kuangalia mambo ya nje tu. Tutaweza kuelewa jinsi Mungu anavyowabariki wanaomtegemea, na vile vile tutaweza kujifunza umuhimu wa unyenyekevu katika maisha ya Mkristo. Na tunapoanza mafundisho letu ni kwamba katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 tunaona Mungu akimwita Abrahamu, tunaona ahadi za Mungu kwake, tunaona safari yake kwenda Canaan, na vile vile tunaona kushuka kwake Misri wakati wa njaa. Na sasa katika sura ya 13 tunaona Abrahamu anarudi Kanaani, vile vile tunaona utajiri wake unaongezeka, tunaona gogoro inatokea kati ya wachungaji wake na Waloti, na vile vile tunaona wanatengana kwa amani. Kati ya kifungu cha kwanza cha sura ya 13 na 4 tunaona Abrahamu akirudi Kanaani. Kwa hivyo tunaona baada ya kutoka Misri, Abrahamu akakwea kutoka Misri. Kwa hivyo alirudi mahali ambapo alikuwa amemjengea Mungu madhabahu. Na somo muhimu hapa ni kwamba baada ya kufanya makosa huko Misri, Abrahamu alirudi mahali pa ibada. Na mafundisho ya kiroho ni kwamba Mkristo anapoanguka hatakiwi kumkimbia Mungu, anapaswa kurudi kwa Mungu kwa toba. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Na kati ya kifungu cha 5 na 7 tunaona ugomvi kati ya wachungaji. Tunaona Abrahamu na Loti walikuwa matajiri sana, na walikuwa na kondoo wengi, walikuwa na ng'ombe wengi, na vile vile walikuwa na watumishi wengi, na nchi haikutosha mifugo wote. Kwa hivyo matokeo yake yalikuwa ni ugomvi ukatokea kati ya wachungaji wa mifugo ya Abrahamu pamoja na wachungaji wa mifugo ya Loti. Na tunaona somo la kiroho kwamba hapa ni kwamba mara nyingi migogoro hutokea katika familia, wakati mwingine kanisani, na hata katika jamii. Na kwa hivyo tunaona jambo muhimu ni kwamba si kutokuwepo kwa migogoro, bali ni jinsi tutakavyoitatua. Na kati ya kifungu cha 6 na 9 tunaona unyenyekevu wa Abrahamu. Abrahamu alisema, na pasiwe na ugomvi kati yangu na wewe. Kwa hivyo jambo la kushangaza ni kwamba Abrahamu alikuwa mkubwa kwa umri, na vile vile alikuwa mlezi wa Loti,
na vile vile akawa mwenye ahadi kutoka kwa Mungu. Lakini alimpa Loti nafasi ya kuchagua kwanza. Somo muhimu hapa ni kwamba watu wa Mungu hawapaswi kupenda ugomvi. Na katika waraka wa Warumi sura 12 mstari wa 18, Biblia inasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Na katika kifungu cha 10 na 13 tunaona Loti akichagua bonde la Yordani. Kwa hivyo Biblia inasema Loti akainua macho yake akaona bonde lote la Yordani. Na Loti aliona nini? Hakika Loti aliona maji mengi, akaona ardhi nzuri, na vile vile akaona malisho mazuri. Na kwa mtazamo wa kibinadamu eneo hilo lilionekana bora. Na tatizo la Loti lilikuwa ni aliangalia faida za kimwili, lakini hakufikiria hali ya kiroho ya eneo hilo. Katika kitabu hiki kifungu cha 13, Biblia inasema kwamba watu wa Sodoma walikuwa waofu, wenye dhambi nyingi sana mbele za Bwana. Na somo la kiroho hapa ni kwamba si kila jambo linaloonekana nzuri machoni pa watu ni zuri mbele za Mungu. Katika kitabu cha Methali sura ya 14 mstari wa 12, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kati ya kifungu cha 14 na 17 tunaona Mungu akimbariki Abramu. Tunaona baada ya Loti kuondoka, Mungu akamwambia Abramu, inua macho yako sasa. Na kwa hivyo tuangalie ahadi ya Mungu. Mungu alimwahidi nchi. Biblia inasema nchi yote uionayo nitakupa. Uzao, vile vile kuna uzao, na tunaona ya kwamba Biblia inasema kwamba nitakufanya uzao wako kuwa kama mavumbi ya nchi. Na somo muhimu hapa ni kwamba Abramu alimwachia Loti uchaguzi, lakini Mungu alimpa Abramu kilicho bora zaidi. Na katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Katika kifungu cha 18 tunamuona Abramu akijenga madhabahu. Tunaona Abramu akamjengea Bwana madhabahu. Na tabia ya Abrahamu tunayoiona hapa ni kwamba katika maisha ya Abrahamu tunaona mambo mawili mara kwa mara: madhabahu na imani. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba Abrahamu hakutegemea utajiri wake, mifugo wake na vile vile uwezo wake, bali alimtegemea Mungu. Na tunapoangalia Kristo katika Mwanzo sura ya 13, tunaona kwamba Abrahamu alijitoa haki yake kwa ajili ya amani. Kiwango kikubwa zaidi, Yesu Kristo aliacha utukufu wa mbinguni ili kutuletea amani na Mungu. Katika waraka wa Filipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi 8, Biblia inaelezea juu ya unyenyekevu mwenyewe. Inasema alijinyenyekeza mwenyewe. Na tunapoangalia mafundisho makuu ya kiroho ni kwa amani ni muhimu kuliko faida. Yaani Abrahamu alichagua amani kuliko mabishano. Na vile vile tunaona ya kwamba unyenyekevu huleta baraka. Tunaona Abrahamu alimpa nafasi ya kwanza. Vile vile tunaona ni vizuri tusifanye maamuzi kwa kuangalia macho tu. Tunaona Loti akichagua kwa kuona uzuri wa nchi. Na Mungu huwabariki wanaomtegemea. Tunaona Abrahamu alimwachia Mungu matokeo. Na vile vile tunaona kwamba ibada inapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu. Tunaona Abrahamu aliendelea kujenga madhabahu popote alipoenda. Na tuna maswali hapa manne. Na swali la kwanza linasema, kwa nini ugomvi ulitokea kati ya wachungaji wa Abrahamu na Loti? Kwa nini ugomvi ulitokea kati ya wachungaji wa Abrahamu na Loti? Swali la pili, tunajifunza nini kutokana na unyenyekevu wa Abrahamu? Tunajifunza nini kutokana na unyenyekevu wa Abrahamu? Swali la tatu, Loti alifanya kosa gani katika uchaguzi wake? Loti alifanya kosa gani katika uchaguzi wake? Na swali la nne, tunawezaje kudumisha amani katika familia na kanisa? Tunawezaje kudumisha amani katika familia na kanisa?
Na aya yetu ya kukariri siku ya leo inatoka katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 8, ambayo inasema, na pasiwe na ugomvi kati yangu na wewe, maana sisi tu ndugu. Na tunapoelekea kumaliza fundisho hili ni kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya 13 inatufundisha kwamba mtu wa Mungu anapaswa kutanguliza amani kuliko maslahi ya kibinafsi. Na vile vile tunamuona Abrahamu akionyesha unyenyekevu, uvumilivu na imani kwa kumruhusu Loti kuchagua kwanza. Na tunaona ya kwamba ingawa Loti alichagua eneo lililokuwa bora kwa macho, Abrahamu alimwachia Mungu uamuzi wake. Na tunaona ya kwamba mwishowe Mungu alithibitisha ahadi zake na kumbariki zaidi. Na somo lijalo ambalo litakuwa ni sura ya 14, tutajifunza kuhusu vita vya wafalme, kuokolewa kwa Loti, ushindi wa Abrahamu na Melkizedeki ambaye ni kuhani wa Mungu mkuu aliye juu, ambaye ni mfano wa Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapomalizia tumeona ya kwamba kuna mambo mawili hapa muhimu kuhusu Loti na vile vile kuhusu Abrahamu, ambaye alikuwa mtu wa imani na pia amani. Na vile vile tunaona Loti alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mtu aliyeona mambo kwa kutumia macho ya kimwili, ila Abrahamu alitumia macho ya kiroho. Kwa hivyo tukaona ya kwamba Loti akijichagulia mahali ambako kulikuwa kuzuri kwa kulisha mifugo, mahali kulikokuwa na maji mengi, mahali kulikokuwa na rutuba. Lakini Abrahamu akamngojea Mungu yeye mwenyewe aweze kumchagulia mahali ambapo angeenda. Tukaona ya kwamba baadaye Loti alikuja kupata shida, lakini Abrahamu alikuja kupata baraka. Kwa hivyo hata sisi ni vizuri kuwa watu ambao ni waangalifu, haswa kwa mambo ya kiroho kama Wakristo. Tuwe tunachagua, tunamngojea Mungu aweze kutuchagulia mahali petu. Tusiwe watu wa kukimbilia kuchagua mahali ambapo tunapaona kwa macho ya mwili, ambayo itatuletea shida baadaye. Kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.